Shirika la Uwakala wa Meli Tanzania TASAC limepokea maoni kuhusu mapendekezo ya kupanda kwa viwango vya nauli kwa wadau wa usafirishaji majini katika wilaya ya Ukerewe mkoani Mwanza. Hatua hiyo inakuja katika kipindi ambacho dunia inakabiliwa na changamoto mbalimbali za kiuchumi, hususan kupanda kwa bei za mafuta kunakotokana na vita inayoendelea Mashariki ya Kati, ambako kumeendelea kuathiri sekta ya usafiri. Akizungumza wakati wa mkutano wa tathmini ya athari za ongezeko la bei ya mafuta katika usafiri wa abiria majini uliofanyika mjini Nansio wilayani Ukerewe, mchumi mkuu wa TASAC Chester Kapinga amesema lengo la kuwashirikisha wadau mbalimbali ni kubaini iwapo kuna haja ya kurekebisha nauli za abiria katika njia mbalimbali za usafiri wa majini. Kufuatia changamoto ambayo nadhani umma mzima unafahamu, kwa sasa kumekuwa na changamoto kubwa ya upandaji wa bei za mafuta ulimwenguni, na athari zake zimetawanyika karibia nchi zote nyingi ikiwemo Tanzania. Sasa kufuatia athari hizo, sisi TASAC kama mdhibiti wa huduma za usafiri kwa njia ya maji, kwanza nasi tumekuja hapa ili tuweze kukutana na wadau kujadili kwa pamoja, ikiwa ni takwa la kisheria pamoja na kanuni zake, kuwashirikisha wadau kabla ya kufanya marekebisho ya viwango vya nauli. Mdhibiti yeye yupo katikati kuhakikisha ana balansi hizi pande zote mbili. Maoni ya wadau huwa ni muhimu na ni sehemu, ni takwa la kisheria ili kufikia maamuzi ya mwisho, na maoni haya yanatumika pia katika kuchakata marekebisho haya ya nauli. Na sisi kama wadhibiti basi tumepata maoni yao mbalimbali na wametoa maoni tumeyasikia, yakiwemo kweli changamoto za kutoa huduma, kwa maana ya kwamba tunajua vyombo hivi vinatumia mafuta na gharama mafuta ukitizama ni kati ya 60% mpaka 80% ya gharama za uendeshaji wote wa hivi vyombo vya usafiri kwa njia ya maji. Kwa hiyo ni kitu ambacho kweli kinachangia gharama kubwa. Kisipotizamwa vizuri, huduma hii inaweza isipatikane. Jambo hili limekuwa ni la dharura, kwa hiyo linaendelea kufanywa kazi kwa haraka kwa udharura wake. Mchakato ulishaanza, lakini hii ni hatua ya mwisho na ili kuweza kufikia maamuzi. Na ndani mchakato kisheria unataka ndani ya unapotoa tangazo kwa ajili ya kukusanya maoni ya wadau ni ndani ya siku 14. Lakini na sisi tokea tumetoa tangazo, hizi siku 14 zinakwenda mwishoni, na sisi tumewaahidi wadau wote wa usafirishaji hapa mchakato huko mwishoni, na watarajie kupata matokeo au majibu ya mchakato huu kwa haraka zaidi. TASAC imeweza kujikita vizuri kwenye haya maeneo yote kwenye mialo ambako huduma hizi zinaanzia za usafiri majini. Kwa hiyo tunapata taarifa mbalimbali karibia za kila siku hali halisi ilivyo kwenye mialo ya usafirishaji. Kwa hiyo na wao wenyewe, uzuri wadau wetu ni waelewa na wanaelewa taratibu zilivyo za kisheria na kikanuni. Ni kosa kwa mtu kutumia bei ambayo haijaridhiwa na mdhibiti. Hilo wanalifahamu, ni kosa kisheria na lina adhabu kwa mujibu wa kanuni. Kwa hiyo hata wao wenyewe ndio maana hakuna hata mmoja aliweza kufanya hicho kitu, kubadilisha nauli bila kufuata utaratibu wa kisheria. Na ndio maana wameitikia wito hapa wa kikao, wakijua huu ndio mchakato halali ambao utawapelekea wao kufikia viwango vya nauli ambavyo vitakuwa ni halali kwa matumizi. Ukiangalia hiyo 23%, nilikuwa najaribu kuangalia hesabu. Kwa mfano mimi ninayotoa huduma ambayo nauli yake ni shilingi 3000. Kwa 23% hiyo inakuwa kama shilingi 690. Ukienda kwenye mafuta, lita moja imeongezeka zaidi ya shilingi 1000. Kwa sababu sisi watumiaji wa vyombo vya majini ni tofauti kidogo na watu wa barabarani. Ninapomaliza kupima lita 40 za mafuta, ninatakiwa tena niongeze lita 2 za oili. Ndio mfumo wa kile chombo kinavyofanya. Mimi nilikuwa napendekeza kwa ile nauli ambayo iko chini ya shilingi 1500 basi iongezewe 50%, na hii ambayo iko kuanzia 1500 na kwenda juu, hii iongezewe 25%. Kwa hali hiyo serikali itakuwa imetushika mkono wote, imenishika mtoa huduma, imemshika mpokea huduma. Kwa kweli kutokana na kikao cha maafisa wa TASAC tuliokuwa nao leo, wameweza kutoa mapendekezo yao wao kama serikali ili kuweza kutoa huduma vizuri kwa wananchi. Lakini bado bei walizoziweka kama serikali, bado sisi watoa huduma itatupa changamoto kubwa, kwa sababu mafuta yako juu na nauli walizozitoa kama serikali ziko chini.
Kwa hiyo tunaomba serikali wazidi kutuangalia sisi kama watoa huduma, lakini pia bei zitakapopanda, wateja wetu ambao ni abiria tunao wahudumia katika usafiri, basi wakubaliane na hizo bei na kusiwe na changamoto au marumbano kati ya bei. Kwanza tunawashukuru kwa kuliona hilo na kuja kutushirikisha sisi kama watoa huduma, ni kwamba wanatujali kwamba tupo na tunaendelea kutoa huduma hizo ndogo, lakini pia mapendekezo yao tunaomba yako chini, wayaongeze yawe juu kidogo, ili hata sisi tuweze kupata faida kidogo. Tunatumia gharama kubwa kununua mafuta, lakini faida tunapata kidogo sana. Wakati mwingine hata faida inaweza isipatikane. Kwanza tulikuwa tunalipisha 2,000. Mafuta sasa yamepanda. Tunanunua mafuta, zamani tulikuwa tunanunua mafuta lita 20 60,000. Unaweka na oili inakuwa 64,000. Sasa mafuta yamepanda, lita 20 tunanunua 86 na senti, na gharama pale tulikuwa tunalipisha 2,000. Mimi pendekezo langu nilikuwa nataka tuongezee 1,000 iwe 3,000. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.